ni jambo limekaa kwa walls muda mrefu. Amen. So watu ya Alhamisi ndio dharura. Hawa vitengo vitatu ni neno limekaa kwa wall. So tukiona neno usiseme itasahaulika. Hakuna kusahaulika. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kusahaulika. Ni kwa nini viongozi wanakuja? Unajua profesa alikuwa na maneno ya repositioning na restructuring. Hakuna mtu yeyote, hata mimi GSA ninajua ni nini profesa Mungu anamwelekeza. Lazima tujue hii repositioning na restructuring ya kanisa ilikuwa inamaanisha nini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wote tufike pale. Baada ya pastors tutakuwa na chief ministers, baada ya chief ministers tutakuwa na county bishops mpaka senior bishops. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi viongozi wa headquarter kuje atuelezee maana hii, Mungu anataka nini, ama Mungu anamuelekeza aelekeze hili kanisa wapi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu tumekuwa Bunyore, nashukuru sana. Kulikuwa na wasomi pale. Na wewe unajua vile watu wamekuwa wakichukulia kanisa hili pale chini. So tulipofika hatukujua hema moja bishop ametengea wasomi, lawyers, watu LCK. Baada askofu kumaliza kufundisha, siku hizi anasema hahubiri, ametuachia sisi tuhubiri na deliverance. Sisi ndio tumebaki kusema haleluya. Yeye anatufundisha, tukichukua hapo tupeleke sasa na deliverance. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wasomi walimsikiza injili yake na mafunzo yake. Dakika ya mwisho walikuwa wanamtafuta one by one. Ukiona ndugu Zedekia atawaonyesha wakipiga na yeye picha wakimwambia umetoa kanisa umelifikisha mahali. Sema umetoa kanisa umefikisha mahali. Wamama sema na nguvu, na wazee sema umetoa kanisa umefikisha mahali. Tupigie profesa makofi. Amen. Sio tu ile maneno ya kwenda pale rudi pale. Kama mimi ni mtu ya deliverance, na kamata je chini peleke huko tuanguke chini. Yeye ananifundisha jinsi nitakabiliana na huyo je chini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo haya tu Clark, kuna mahali kanisa likuja likakuwa na roho ya huruma kidogo. But tunataka tulete sasa hiyo huruma, watu wamekaa nayo, sasa tuwalete tena mahali. Kuna viongozi walikuja wakaombewa, but hao kwa wamefanya ndoa. Unitafutie polepole hapa Nairobi hao viongozi. Yes, kuombewa waliombewa, lakini wakuje wafanyiwe ndoa. Jambo hili linakuja leo, mimi mzima, kesho nitaondoka, historia yangu itaandikwa. Takuwa niko na hii maneno yote nimevaa, alafu ikifika kwa ndoa ati hakufanya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. So tunajua kwa ile moyo wa neema tumefanya kazi. Sasa imefika tu wakati wewe kuja halalisha ndoa yako. Hata kama utaki tutaambia Zedi usiweke kwa media. Ngoja kidogo, wewe chukua tu ipo kwa makafani yetu, ili usiweke kwa wall. Azuna asijulikana alikuwa hajafanya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. So wala hawajafanya ndoa pia tunawakaribisha Jumamosi. Kujeni tuongee, tuone vile tutasaidiana. Wachungaji, si vizuri mimi chief minister niko kwa mtoto ya siku 8, sijui niko wapi. Saa kidogo sijui mtu ameenda eneo lako, alafu mnaanza vita. Hapana, wewe simama tu kiwa kwa assembly ufanye kazi zako zote. Bwana Yesu asifiwe. So tunakaribisha wale ambao hawajafunga ndoa na wale waliombewa lakini walipenya kidogo mlango, aidha kwangu ama kwa mwenye nilichukua kazi. Hata kuna wale wamepenya. Kwa Nairobi hapa kuna mmoja alipenya juzi tu.
Si ajitokeze tuone ili tuende mfano. Unaweza penya tu na unapenya. Kuna mmoja tu juzi hapa Nairobi alipenya akaombewa na tujamfanyia harusi. Hizi suko tu hapa. Haya toka tu Nairobi hapa nikaenda kushtuka. Alikuja nikamwambia hapana. Then saida watu wanapanga laini, akaingia kwa laini. Sasa ile tunarudi niandike zile forms vizuri. Namwambia na si wewe hata form yako ndio nilikazwa. Sasa tungefanyaje? Sasa arudi afunge ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kufanya sababu siwezi kukusukuma kama tayari umeingia kwa laini. Sijui unatafuta nini kwa imani yako na imani yangu na imani ya Askofu Buku sababu umepenya kwa laini. Hako hapa tu. Niko wani? Yes. Amesimama. Asante. Mzee sasa kuja ndoa. Hakuna mtu anakulaumu. Ulijaribu mpaka ukapasua bigu. Na ikakuwa ngumu askofu vipi kuhusu kumba hivi mzee tuwe kwa laini. Simpigie makofi jamani. Alikuja nikamfukuza kwa ofisi. Lakini kwa laini za ile askofu sasa amekuja hata mimi nimeweka mawazo yangu. Sikuweza kumtambua. Lakini sasa anarudia nikimalizia kujaza. Sidi wewe. Bwana Yesu asifiwe. Anatoka assembly gani? Ama hata ni wangu wa Ruaraka sijui. Ruaraka? Mzee mimi nitakutolea yako 500. Bwana Yesu asifiwe. Watu yangu wa Ruaraka, wapi karani yangu? Leo amekaa chonje huko nje. Munisaidie, tusaidie hii mzee. Sababu atakaa hivyo tusipomkumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Mzee sasa ukuje umalizie kabisa. Kikaa tu kwa watu makuhani unakaa huko full. Tusahau yale. Bwana Yesu asifiwe. Poleni kwa kuchokesha, tunawakaribisha Nineve. Muje, tuna ushindi. Mungu ametulinda kule. Milima na mabonde, askofu anatuombea tunavuka tukienda mbele. Amen. Kwa hivyo tunashukuru. Nafurahia Bwana Makoha. Simama kidogo, baba askofu ana ujumbe mzuri sana. Amekuwa akinipa kuhusu chief ministers wa Nairobi. Licha mimi nilikuwa hapa juzi napanga mambo ya baraka ya Ruaraka ni hivi karibuni, lakini ana ujumbe mzuri sana. Nikitoa naweza toa tofauti. Ni baba ana ujumbe vile tunaweza fanya baraka kwa sub county zote hapa Nairobi mwaka huu. So chief minister nataka mmsikize tu dakika 2 utoe ujumbe. Hata mimi nitaunga mkono na tayari vile uliniambia nimeunga. Tutakuwa tunafanya kitu tusaidia mwingine. Sema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Salamia askofu mkuu mama pamoja na makuhani wote Mirembe ya Bwana Yesu. Viongozi wote, chief ministers wenzangu, bishop, washiriki wote Mirembe ya Bwana Yesu. Langu nilikuwa tuna maoni, tuko na share na Bwana GSA kwamba tuko na mipango kama chief ministers kwa sababu ratiba ilitoka kwa kiongozi wetu Bwana Ndoo kwamba kila sub county tuweze kufanya baraka hapa Nairobi. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaona kwamba ni vyema sisi kama chief ministers tunaweza kuwa na mpango wa kushikana kwamba sub county hii inapofanya ama unapojitolea kwamba tunataka kufanya baraka, sisi kama chief ministers tunakaa pamoja, tunafanya backup. Hata kama tukutolea kitu kidogo kama ni 1,000 kama shilingi 500 tuweze kushirikiana na huyo kiongozi ambaye ameweka mikakati ya baraka. Mwingine pia kitojitokeza tunafanya hivyo ili sisi wote tuweze kufanya kazi hii, ili tuweze kufanya baraka katika sub county zetu sisi zote. So niliona kwamba kwa hiyo nafasi sisi kama chief ministers tutakaa pamoja, tuweke mikakati vizuri, naye ripoti kamili tutapeana kwa Bwana GSA ili afikishe kwako vile tutakuwa tumezungumza. Barikiwe sana. Pigeni makofi bwana. 1 2 3
Asante. Bwana asifiwe. So kila sub county, bwana secretary, tuko chini yako. Hiyo report itakuwa tuna report kwa huyu. Nafikiri tulikuwa na yeye haraka juzi tukipanga. So kila chief minister wakati anapanga baraka amesema tutamsupport na 1000. So tukipata sub county 15, already half of the fare tumembackup. Lafi anajaza the 15 na anapeana chakula na mipango iliyosalia. Si mipango mizuri. Sio tu ati Ruaraka ilifanya 2K. Bwana Yesu asifiwe. So bishop wetu ambaye tuko chini yake hapa Nairobi amesema 2K. Chief Minister 2K. 2K. Sema 2000. Yes, tutakuwa tunafanya backup ya 2000. So mpeane mpango zenyu kwa secretary wa Nairobi, nitachukulia pale. Sasa tujue tukitoka kwako ni wapi bwana? Embakasi East, tukitoka Ruaraka tunaanzia Embakasi. Bwana Yesu asifiwe. So bwana, unajua mimi ni mwezi wa 4, so wewe ni mwezi wa 3. Tutakuback up 2000. Pigia makofi. Uko mwezi gani? Mimi ni mwezi wa 4. Nilikuwa nimepatiana mwezi wa 4. Sawa? Mwezi wa 4. Unajua nilipokuja tu peke yangu tukawa na karani. So hii ni watu tukiwa ofisini na nikasikia ni mzuri sana. Hii ni mkuu? Mei. Tupigie Yesu makofi. So tutaanza Ruaraka kwa sababu next week tutakuwa tunalipa part ya transport. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tukimaliza hapo Ruaraka Embakasi East, tukitoka hapo ule chief minister mwingine enda mara moja. Sasa wewe enda hapo tu, mimi nitapata hiyo list, alafu nitashare na askofu mkuu tuone sub county zote zimefanya baraka. Tukitoka hapo tutaenda kwa assemblies. Amen. Paka baraka ya assembly iko pesa kidogo tu 15,000. Tena tuone vile tuta support our pastors kwa sababu wanatusupport. Sawa. Bishop wa Nairobi anasema sasa assembly, ukisikia assembly yako inasikia kufanya baraka imepanga, ni lazima tu askofu atembelee mpaka vijijini, mpaka hata anafanya personal work. Simuliniambia nifanye Ruaraka. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka afikie kila mtu pale chini. So kwa pastors utakuwa na support pastor yako, pastor mwenzako na 1000. Amen. So kama ni hapa ni assembly gani? Kariobangi. So wakati Kariobangi wako tayari, Ngei tutaleta 1000, Korokojo tuleta 1000, kule kwingine 1000, ili kazi ikuwe rahisi. Na tukimaliza hivyo, sasa tutakuwa chini wote chini ya karani. Tuna book siku. Sisi viongozi wa Nairobi County tunaenda kutembelea baba askofu Nineve. Kila mtu anabeba zawadi yake na maadhe. Sitakuwa ni vizuri. Juzi niona mama wengine walikuja kawa kitu very smart. Mbona sisi? Kwa hivyo nimechukua muda ili tuwe Bwana Yesu asifiwe. Askofu mkuu pia ni bishop anajaribu kunisaidia hapo. Anasema ya kwamba tunapofanya kazi ya baraka, treasurer hizo pesa, kwa sababu ni yeye na mimi niko pale Ngei. So mimi ndio treasurer wa pesa. Tuko na matanga pale Ruaraka. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tuende mahali.
Wewe chief minister ama pastor muhusika wa pale, wewe ndio treasurer. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na akisema hivyo, si mnajua tu, baada ya kazi ikiisha, malumbano inaanzanga. Pastor anajitenga, sijui vile kulienda. Pastor chief anajitenga, anasema sijui vile kulienda. So hivyo ndio vile kunaendelea. Na hiyo kitu juzi imefanyika Homa Bay. Bwana Yesu asifiwe. Samahani kusema hiyo. Pesa inapewa mtu mwingine, mpaka ule mzee anakaa the whole year. Pesa yake imepotelea tu mahali ya kwenda kuingiza ukoani. Ule mtu ukimpigia si pastor, si chief, si bishop. So pesa ingine ililipwa Januari. 4,000 imeingia tu mahali the whole year. Mpaka bishop chip in ndio ule mzao mbele. So viongozi tunajaribu kuchanuliwa, tuchukue our responsibility. Kwa hayo machache, Mungu awabariki. Tunawakaribisha Nineve siku ya Jumamosi. Mungu aongoze mfike. Naitwa Right Reverend Francis Azuna, General Senior Administrator chini ya Professor. Makuhani tusimame tuwepo, alafu mwana wa Roy aseme neno moja kwa niaba yetu, sababu naona saa imeenda kabisa kutisha program. So mama kutoka Kiambu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Baba wetu Profesa, mlezi wetu na baba mzazi wetu pamoja na daktari na makuhani wote katika jina la Bwana Yesu mlembe tena. Mlembe kwa imani. Haleluya. Haleluya. Kanisa lote mlembe. Muliaga inyothe. Mwathani akumia. Bwana asifiwe. Amen. Nafurahia kukua katika hii kikao. Wakati naona baba nafurahianga sana, sababu maombi yake imenitoa mbali sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio unaona hata sifurahiangi mambo ya Wakikuyu ile wanapiganga wako na sauti na vitu kubwa kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini napenda kanisa la Israeli sababu lina msingi imara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Linalea wamama wajane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si kama makanisa mengine unaachiliwa hujui unafanya nini. Bwana asifiwe. Amen. Kutokana na maombi ya Archbishop wetu nimeweza kukua kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kuna jambo baba ningetaka kusema na mama wetu. Kanisa letu kuna wamama wajane. Hapa kuna wamama wajane. Simuinue mkono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Serikali yetu iko na grants ya pesa ya wajane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sijui kama mmejiregister. Mmejiregister? Bwana asifiwe. Amen. Nikiomba mama chini yako wajiregister, ili unaweza kujiregister kikundi kama 2 ama 3, watu kutoka watu 10. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nina kikundi yangu huko Ruiru ambayo imechanganyikana na Waisraeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na watu mataifa. Na nina CEO wangu anaitwa Diana Kamande. Sijui kama mmeshawaisikia yeye. Na tunakuanga naye kwa NTV na Kameme na tunaongea maneno ya wajane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningependa niko na forms ambaye ataniletea na mimi niwape wamama wale watajiregister ili mjaze tupate grants. Si mnaona kuna wamama wajane walilipiwa SHA wao wakienda hospitali free. Mbona tusishukue hiyo advantage kama wamama wajane? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mjiunge pamoja, tunaweza kujifundisha. Mama najua vitu mimi nashonanga na wamama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashona, tunatafuta soko huko ng'ambo.
Bwana Yesu asifiwe. Maana sio wetu, wazungu anajuana nao. Hiyo ndio jambo ningetaka kuingiza kwa ofisi yetu, ili tusikae tu hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukiomba uwe na kitu unafanya. Bwana asifiwe. Nafurahia sana baba wetu, nimeweza kulea watoto na usaidizi wa maombi ya baba wetu. Bwana Yesu asifiwe. Nimefika hapo kwa sababu ya yeye. Ule msichana wetu alikuwa analia hapa, kuja kwa maombi hapa kwa imani, na kutoka leo hutagojeka tena. Katika jina la Yesu. Ukikuja hapa kwa imani mkiwa na mama, hapa ni hospitali kuu. Nimeshagonjesha mtoto firstborn na kapasuliwa mara 3, na nilikuwa namshika hivi kama mtu hajaoa, na kama ni katoto kadogo, lakini alirudi akapona kabisa. Nikaitiswa milioni nilipe hospitali, after 5 days amefanyiwa surgery, lakini Mungu wa Israeli aliprovide. Bwana Yesu asifiwe. Haikutoka kwa watu wetu, ilitoka kwa mtu aliagizwa anipatie. Mpaka siku nitafanya harambee nimrudishie. Mungu wa Israeli ni tajiri. Mungu wa Israeli ni wa neema. Wacheni kuweka imani yenu chini. Simamisha imani, wana vile Mungu atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Tusiregee kama watu hawajui Mungu wetu ni nani. Mungu alipasua mwamba wa Israeli wakapita. Na huyo Mungu wako mpaka siku ya leo. Atakupasulia mwamba. Atafanya njia pahali hakuna njia. Haleluya. Mungu wetu atukuzwe sana. Mimi nimemuona. Nimeona huyu Mungu. Nilikuwa nachekelewa sana. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nachekelewa na mataifa wakishindwa, huyu ni mtu aina gani? Maana niliwasiwa watoto 8 na sina kazi. Haleluya. Lakini Mungu wa Israeli ni nani? Aliwalea. Bwana Yesu asifiwe. Aliwasomesha. Haleluya. Amenilinda. Amenunulia plot ya kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Siendi kukodesha. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, huyu Mungu wetu ni mtamu. Baba, usione vibaya, wacha nitoe kile kiko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mtamu. Wakati unaona Archbishop, tafuta njia ya kupenya kwa baraka. Haleluya. Mama ambaye uko na mtoto mgonjwa, toa dhabihu. Toa dhabihu mama. Leta katika siri. Bwana Yesu asifiwe. Uone kama huyo mtoto atagojeka tena. Wale wako na watoto ambaye ni wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Toleeni hawa watoto dhabihu. Na ni maandishi nasema. Haleluya. Watoleeni dhabihu, muone kama hawatapasua miamba. Wakifanya kazi, wakienda ng'ambo, wakiwa na majina makubwa. Maana umemtolea dhabihu, umemtenganisha na ukoo. Baba wetu wako na mafuta ya kufanya hiyo kazi. Haleluya. Tusikae tu kama watu hawajui wanaenda wapi, na sisi ni wenye Israeli. Haleluya. Kwetu niliona juzi wanaandika leni yangu Israeli, na hakuna pahali nilienda kuambia waandike. Na wakaandika hiyo leni ni ya Israeli. Haleluya. Sababu mataifa wametambua kuna kitu wapi? Kwa Israeli. Haleluya. Sitaenda sana. Nilikuwa natoa ile inanichoma choma. Haleluya. Mungu aweze kuinua na kuwabariki. Mkitegemea haya mafuta na usicheza naye. Bwana Yesu asifiwe. Ukicheza na mafuta itafanya nini? Itakuchoma. Haleluya. Usisengenya kile kitu kinakusaidia. Usidharau hiyo kitu. Haleluya. Mnataka Mungu atuonyeshe nini? Shetani ameweka ndani, Mungu amemtoa. Mnataka kuona miujiza gani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Simbarikiwe watu wa Mungu. Nani alijui? Senior Bishop
Bishop Esther Wangui Charles. Dakika moja tu, mama ameenda sana. Nataka ni mlete ndugu atuletee madhe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba daktari na mama, baba askofu, profesa na mama daktari, GSA na makohani wenzangu, mabishop na wasalimia milembe hadi. Milembe cha Kristo. Milembe zaidi. Semeni haleluya. Wa mama kwa wazee kwa vijana milembe bosi. Milembe zaidi. Milembe mno. Utanisamee dakika moja tu kwa sababu hii inabidi tu niseme. Tafadhali tuko na wall pale ya the sons and the daughter of Mama Gladys. Patron ni mimi. Semeni haleluya. Mimi ndio patron. Ninawaomba Jumamosi wale walikubali kuingia kuwa watoto wa mama, tukutane pale Buruburu. Kuna jambo ambalo tutafanya, na usitembee mkono tupu. Kuna kitu tutafanya na Mungu atubariki. Mbarikiwe mwana wa Roy. Saa 10 tuletee madhe daktari. Siku gani mnakutana Buruburu? Jumamosi. Na watu watakuwa Neve. Ile ingine. Sasa. Sawa. Kwa hivyo tuletee mama daktari. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Hebu tusalimiane hivyo kwa mkono mahali ulipo. Kwa bishop wetu, profesa na dokta, mama wetu na wasalimu na makuhani wote katika jina la Yesu. Mrembe. Mrembe tena. Mimi niko na furaha siku ya leo na nashukuru sana Archbishop wetu kwa vile umeniongeza huyo jamaa, tuendelee na kazi huko. Kuna vile pamekuwa na sisi tunaona sababu watu ni kidogo, Mungu ameingia ndani yako, tuone hawa watu tutawashukua namna gani ili tuwaweke pamoja, tuwapange. Bwana wetu na asifiwe sana. Wakati nilikuomba unipe huyu ulinipatia. Nashukuru. Na tukaenda pale Mwatate Taita, tukaingia na tukaanza kazi. Saa hii tumejenga kanisa, tunakoroka rido. Bwana wetu na asifiwe sana. Tukiwa na yeye na tukaambia watu hata kama mko wachache tutafanya kazi. Bwana wetu na asifiwe sana. Haleluya. Nataka kusema kwa wale ambao tunatumwa kazi nje, mjue sisi ni missionary. Missionary anatumwa kuenda kuhubiri. Bwana wetu na asifiwe sana. Sisi ndio tunapaa kuenda kuhubiri. Na kama ulitumwa mahali na hujafika pale, ujue umeshindwa na kazi. Bwana wetu na asifiwe sana. Tumekawiwa mafuta kidogo ya kwenda kuhubiri. Sisi tumeenda kuhubiri. Yeye anatufunza na sisi tunaenda kuhubiri. Bwana wetu na asifiwe sana. Kwa hivyo inapaa mahali ulitumwa. Hata kama utakanyanga hiyo heri ya hiyo tu, tumia hizo gharama, nenda uambie Mungu kitu hapo na uhubiri na urudi. Bwana wetu na asifiwe sana. Ukirudi pale utaona kitu. Usiseme umetumwa mahali hakuna. Si huko kuna watu. Ama ni wanyama wako huko? Ni watu. Ni watu wako. Bwana wetu na asifiwe sana. Bishop utombee sana. Tuko na vita mingi huko lakini najua itaisha. Bwana wetu na asifiwe sana. Anajua naelewa na wengine wetu hapa wanaelewa. Bwana wetu na asifiwe sana. Kwa hivyo tuangalie ipita, tunaangalia neno la Mungu iende mbele. Kwa hivyo nimeshukuru. Kibri karibu. Simama. Yeah? Sasa unajua hujawahi fuga feri. Sasa nitaenda kukufikisha. Eh? Hapana, sasa naenda kukufikisha ukahubiri. Bwana wetu na asifiwe sana. Hiyo huko naenda kuhubiri. Sasa mimi nakupeleka tuingie hapo, ufuke, tuende ukahubiri. Bwana wetu na asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo nimeshukuru na nimesema ni asante na tufurahie. Tuko na miujiza mingi ambayo inaonekana lakini watu hawaoni.
Bwana wetu na asiwe sana. Leo sitakwambia kuna ile kitu ambayo ilifanya nikuje leo. Bwana wetu na asiwe sana. Senior mwenzangu anajua. Tulidiscuss na jana siku mzima mpaka tukaenda kulala tukidiscuss juu ya maneno. Na tulikuwa tunaongea na tunasema tuombe. Kila mtu anaomba mahali yako, mimi naomba mahali niko, na tukasema tupatane leo ndio tukuje. Bwana wetu na asiwe sana. Mungu wa Israeli si wa mchezo. Nitawaambia kama Elikana. Yule anashindwa na neno la Mungu ya Israeli, mlango ndio ule. Bwana wetu na asiwe sana. Mlango ndio wapi kani? Si upinduke waangalie. Si muangalie. Si umeshinda siangalie. Bwana wetu na asiwe sana. Haleluya. Nawaambia kama hamjui, si mtajua lini. Bwana wetu na asiwe sana. Lakini najua Mungu wa Israeli amefanya maajabu. Bwana wetu na asiwe sana. Juzi nilikuwa mgonjwa, baba ni mgonjwa, bibi ni mgonjwa, watoto wakagonjeka, natuma sadaka. Ukiambiwa tuma sadaka ya uponyaji, mimi natuma tu na yeye anaenda anao. Hata hatukuongea sana, hao wote wakapona, hata mimi nikapona. Bwana wetu na asiwe sana. Nashukuru Mungu. Haleluya. Haleluya. Ndio hata sikuenda ndipota. Nilikuwa mgonjwa, baba mgonjwa, bibi mgonjwa, hata 25 nilikuwa Machakos nikiwa nimeleta mke wangu Machakos. Akuje kupigwa mapicha aonekane ni nini kinamsumbua. 25 wao wanasherehekea na mimi niko hospitali. Lakini naambia Mungu nishindie nia na akanisindania na moyoni tumempata Yesu, moyoni Baba, moyoni tumempata Yesu, moyoni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Profesa pamoja na makoani, ningependa kuwasalimu kwa mwaka huu tukija Nairobi kwa siku ya leo, kwa siku ya 10% mkiwa uhuru. Mrembe boss. Mrembe juu yanzi. Mrembe ya Jumapili. Mrembe jina rana. Bwana asifiwe. Ni asante najua kwamba vile tumekuja hapa Mungu akaona kisababu, si ndio? Tukiwa na roho na tufuate yale ambayo Mungu anataka. Hamjamboni wote? Mrembe juu yanzi. Mrembe juu inga mshia. Bwana Yesu na asifiwe. Bwana Yesu na asifiwe. Salamia mwenzako mwambie Yesu ni mzuri. Asante najua kwamba Mungu alipenda siku ya leo tukue hapa wote. Si namna hiyo? Mmekimbia ushuhuda, kuna wale wanakimbia kazini, kuna wale watasikiza, kuna wale wataambiwa, na yote iko ndani yenu. Kwa hivyo tuko hapa na mkurugenzi, na ataleta yale ambaye itakaa ndani ya mioyo yetu ili tumpate Yesu Kristo akae nasi milele na milele. Tunapoishi tunaishi kwa imani. Tunaishi tukitafuta. Tunatafuta uzima, tunatafuta amani, tunatafuta mulinzi. Yote inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Na tuombe mwaka hii vile Mungu ametukubali ili tuko hai. Ametubali ili tunatembea na tunapumua. Nasi tushukuru, tumuombe azidi kutulinda, atufungulie njia zetu. Si namna hiyo? Ili magonjwa yote ambayo inakuja kwa watoto wetu, inakuja kwa wazazi, inakuja kwa marafiki na wale ambaye wanamwamini Mungu, na magonjwa nayo inateremuka, ni kwa sababu pengine kuna vitu ambaye hatujafanyia Mungu. Tuna yale ambaye ni mwito, kuna yale ambaye ni misukumo, na hizi vitu zote ukiegemea kwa Kristo, mambo yote itafanya nini? Itaisha. Magonjwa itaenda mwaka huu, watu wote watakuwa tu wazima. Watoto wetu watakuwa wazima. Kama wale walifutwa kazi watapata. Wale ambao wanashinda kwa malazi tangu mwezi ianze mpaka mwezi naenda, siku ya leo ukiamini na maombi ambayo itapita, utakuwa mzima. Mwezi ikianza ama wiki ikianza tena ikiisha, utakuwa mzima.
na majaribio inaenda. Kwa hivyo tuamini ya kwamba mwaka huu tuwe na vitendo na tuwe na kazi mkononi. Mungu atupatie kazi, si namna hiyo? Kwa sababu mmekuja Nairobi, mmetoka nyumbani kule kwenu kuja kutafuta, si namna hiyo? Na ukitafuta kama huna mwelekeo utakaa tumbe. Na tunataka profesa tuombee. Siku ya leo chukua tu imani yako. Weka kwa maombi ya leo, utaona mafanikio. Bwana asifiwe. Kwa wale ambao ni wajane, mama ameongea hapa, mkimbilie. Mkimbilie nani? Made. Ako na hiyo wale ambao waliwachwa, hata wanaume, si ndio Made? Ulitaja wa mama peke yake. Hata tunajenda. Anasema tunajenda. Wanaume wanaitwa widowers. Kwa hivyo mama amekuja hapa na jambo. Usikae tumbe itakukujia mpaka umtafute. Si namna hiyo? Tafuta kupatia yako hizo form. Hata mimi unileteeko, ni lebe yangu ile iko na wajane chungu nzima. Unileteeko 5 hivi. Tufanye majaribio. Si namna hiyo? Na Mungu afungue njia. Kwa hivyo mko hapa na kitu na muone. Kuna kitu hapa. Kuna kitu hapa. Hapa. Bwana asifiwe. Kuna kitu leo na kuna kitu hapa. Kwa hivyo kama wewe ni mjane, alafu utasema kanisa yetu haituangalii. Leo imekukujia macho na macho. Uone na macho na usikia na masikio. Tembea na miguu yako, Mungu amekupatia. Mungu ana uwezo kukutendea kile ambayo unamuuliza. Kwa hivyo sitaenda kwa mambo mengi kwa sababu kuna hapa mkurugenzi na Mungu amempea yale ambayo kuwaletea ili kila mmoja anakiri. Na wale wameenda kazini, Mungu tena atawafuata huko, si ndio? Mtawanongolezea, si ndio? Kwa hivyo mbarikiwe Daktari Gladys Mweresa. Profesa, karibu kwa mkutano ya watoto wako. Na tuombe. Tuamini na tuombe. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, tunasema ni asante kwa wakati huu. Mtumishi wako ameenda kusimama mbele ya watu wako ili akawape neno. Baba, hii neno iye imetoka kwako. Wewe ni chombo ya kupitia neno lako. Baba, ikaingie ndani ya watu wako, ikapate kuwasaidia. Wewe Mungu kapate kumbarikia yale atatoa yeye ametoka ndani yako. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Ndio mtu afanyie exercise hapo. Simameni tu hivyo. Nani anajua kufanya exercise vizuri? Ndio watu wasilale. Simameni. Bwana asifiwe. Fanya namna hii. Sema yaba ball. Sema yaba ball. Sema nina mpira. Sema nina mpira. Sema nina mpira. Sema nina mpira. Aya, chenga na mguu. Sema ninachenga. Chenga. Chenga tena. Chenga tena. Chenga tena. Chenga mbele. Chenga tena. Chenga tena. Aya, pigia Yesu makofi. Thank you so much. Bwana asifiwe. Msalimie mwenzako, kizazi siwezi kusalimia nyote kwa mkono. Mwambie karibu kwa ibada. Nataka tuzungumzie mambo matatu ambayo ni muhimu sana katika maisha, na ni safari. Maisha ni safari, si mwisho. Semeni, maisha ni safari, si mwisho. Maisha ni safari, sio mwisho. Maisha ni safari, sio mwisho. Maisha ni safari, sio mwisho. Unajua, unapofika mahali pa kusema ya kwamba naona mama wa msalaba pale, sio simame tu salimie watu. Salimie watu. Thank you. Kuna mwingine? Wengine ambao si wa Israeli lakini wamefika, simama tu salimie.
We recognize their presence. Okay, wala wameogopa ni sawa, waje niendelee. Maisha ni safari. Kumbuka hilo jambo. Na kama maisha ni safari, maisha yenyewe wewe si utakatisha safari. Kuna yule atakwambia umefika. Kwa hiyo kabla haja kuambia, endelea na safari. Kwa sababu maisha si mwisho. Hata ukifa bado unaendelea na safari. Kwa sasa kabla hatujafika pale mwisho, juzi nilifundisha, chukua kalamu na karatasi kwa sababu hii muende kufundisha. Na mafunzo yangu natoa katika kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 11. Mtu atusomea hapo kwa sababu kuna wengine wanasema Bishop Squeezy hana roho, ameshindwa. Sasa tu nikufundisha. Nataka mjue kipawa hicho. Ephesians chapter 4 verse 11. Mtu anisomee. Mnateta na nyinyi wenyewe hamwendi shule. Sasa mtajifunza namna gani? Mkiitwa shule hamwendi. Nikifundisha mnasema sina roho. Kwa sababu hamjui hata Biblia inasema namna gani. Can somebody read for us? Basi tusome katika kitabu cha Efeso 4 mlango mstari ni wa 11. Neno lasema hivi: ndiye aliyeweka wengine kuwa mitume. Ndiye aliyeweka wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa wachungaji na wengine walimu. Na wengine first apostles, then we see evangelists, then prophets, then pastors, and finally teachers. Fivefold ministry. Ukienda kwa masomo wala mama amesomea mambo ya theolojia, watakwambia fivefold ministry. Fivefold ministry ni ile Yesu mwenyewe aliweka, na makanisa mengi watu wanaogopa kufundisha kwa sababu utafundisha na alafu watu wakuulize maswali na wewe kusomea Greek, kusomea Kiebrania. Sasa ndio unaona watu wengi wanajificha kwa kuhubiri na kusema haleluya. Anaruka huko na peleka pepo pande hii nyingine, tena anarudisha pepo pande hii nyingine, tena na pastor. Bwana asifiwe. Hiyo kwa sababu kuna waoga wengi, watu hawajui neno la Mungu, wanajificha kwa kuhubiri badala ya kufundisha. Lakini mtu unayejua mambo mengi, unajua kuhubiri, pia unajua kufundisha. Bwana asifiwe. Ndio sasa watu wanapojua neno wanajua application. So kuna wainjilisti, of course, kuna mitume ambao bado wanaendelea. Wengine wanasema kufanya vile umechaguliwa. Kristo bado anatuma mitume katika maeneo ambayo hawaja neno la Mungu halijajulikana. Mitume wanatumwa, lakini kuna wengine wanasema at that part of gift, that part ati Yesu alimaliza na mitume wale 12. So who are we? Nyinyi ni akina nani? Sisi bado ni mitume, tunaendeleza kazi ya mitume, haikuisha. Sisi ni mitume. Bwana asifiwe. Amen. So that line haijaisha. So long as Yesu hajakuja na tunahubiri neno lake, ni mitume wa Yesu. We are continuing. Kama ni hivyo, then Paul was wrong. Alipo challenge na kusema kwamba yeye ni mtume wa Yesu aliyetumwa kwa watu ambao ni wa mataifa. Yes, kama nasema mitume inaishia kwa watu 12, Paul alikuwa na mangapi? But he claims he's an apostle. So you are an apostle in your own right. If you are going out in an area to do what the Lord has told you to do, he has sent you. Jesus appoints you to go as an apostle on his behalf. So apostles are existing. Apostles bado wanaendelea. Doesn't matter kama kanisa lako linasema apostles waliisha, sawa. Hawezi kuwa nyote apostles. So you can, unaweza kujificha kwa kipawa kingine hicho. Sasa kama hatuna apostles hapa, hatuna. Lakini Yesu kusema kwamba hawako duniani. Bwana asifiwe.
Mnanisikiza kweli? So mimi kazi yangu ni kuhubiri, pia nafundisha. At my level I teach, I pray, and I also preach. And I'm also an evangelist. So ukiona mtu anasema ati mwalimu astahili kuzungumza, umrudishe kwa mstari wa Waefeso 4 mstari wa 11 ambao Yesu mwenyewe alichagua watu, wengine akawa mitume, na wengine akawachagua wakawa manabii, wengine wakawa ni wahubiri, wengine wakawa ni wainjilisti, na wengine akawafanya kuwa walimu. Na kuna wachache ambao wana vipawa hivyo vyote tano, na kuna wengine ambao wana kimoja. Na having said so, it's important kama wewe umechaguliwa na Kristo kwa cheo chochote, hata kuwa mshiriki Yesu, huwezi kuwa Mkristo kama Yesu hajakuita na kama hajakuchagua. Kuna mambo matatu ambayo Biblia inatuambia katika kitabu ambacho tutasoma sasa hivi, Matthew chapter 21 verse 22, ambayo inasema kwamba it's important to pray. Prayer is very important. After praying, naenda kwa I've gathered my topic from what you are telling here. Ndio nienda na nyinyi pamoja. Prayer is very important. Maombi ni muhimu sana. Believe, amini, ni jambo muhimu pia. The third aspect is receive. Ukishaomba, ukishaamini, ungoje kupokea. Lakini wengine wenu wengi wako hapa, unaomba, unaamini, kupokea, unakataa kupokea. So, nikusaidie namna gani? Umeletewa, umekataa kupokea. Nenda kusomea hicho kitabu cha Matthew chapter 21 verse 22. Wengi hapa mmeomba, mmeletewa, mmekuwa na imani, mmeletewa, mmekataa kupokea. Sio kwamba vitu mliomba viko, vimeletwa, lakini you have refused to receive. So, ifanye namna gani? Kama mtu amekuletea zawadi, umekataa kuchukua, na wewe ndio uliitisha, sasa anarudisha kwa store. So, mko na technique ya ku receive what God is giving you. Ama hamjui imekuja? How do you know? Vitu mlikuwa mkiomba vimekuja, vimeteremshwa, viko kwa mlango, hamchukui. La, mnaanza kulalamika, tunaenda kwa maombi, mnazunguka kwa uori, mnaenda kwa nani, na mmepewa, mimeletwa, viko kwa mkono, viko kwa mlango wako, unakataa kupokea. Kazi yako ni kupokea, umekataa. Watu wangapi huwa wanapeletewa barua na kataa, nasema hiyo sio yangu, sinarudi? Ama mjawahi kuona mtu anakataa? Unaitisha kitu, wakikuletea unasema si yangu, rudisha huko, nani yako. So wengi wenu mmekataa vitu ambavyo mliomba. Na Biblia, I can go back to the Bible na niwaambie wale waliomba vitu wakakataa kuchukua, vikapewa wengine. So now the angels wanauliza, sasa hii vitu tuliletea fulani amekataa. Mungu anauliza, kuna mwingine wa karibu hapo tayari anapata. So mmeomba, lakini kwa kupokea, majirani wenu wamepokea vitu vyenu. Na wewe ndio umekuja hapo unaomba, lakini inapokuja wanakuletea, unakataa, hiyo sio yangu. Labda hujui jina ambalo unajulikana nalo mbinguni. Ama unafikiri tu kama unaitwa Josephat hilo. Unajua jina lako ambalo linatoka mbinguni. Sasa wakija wakisema James, unasema mimi si James, mimi ni Josephat. Na kumbe James ndio jina linajulikana juu. Unajua jina lako la mbinguni vile watu wa mbinguni wanakujua. Mbona mnaniangalia? So this is I'm teaching. Hakuna haja kunikodolea macho.
just listen na tuende nawe pamoja. My friends, nawauliza, mnajua majina ambayo Mungu au malaika wanaita nyinyi kuchanganya shetani? Ama mjui mko na code names? Haya. Mnazungumza na watu, mlisema ati mnaenda college nyinyi. Hata maaskari wako na code names. Hata wewe kwa kazi mahali unafanya kuna jina wamekubali uite. Wakikuita wengine hawajui ni nani. Hata nyinyi mko hapo mnautanga Buddha. Sasa zingine watoto wanipa jina huko kode nilikuwa naambia nauliza kwa hawa watoto wasema wachukua wamekupa jina lako. Wananisanganya niko hapo. Bwana sifiwe. Wa malaika wanakuita namna gani? Kwa sababu when they come wamekuletea, wanakuita na jina la juu. Na wewe unakataa si yako. Unangoja tu ito Solomon. Na kumbe huko wanakuita star. Jina lako la mbinguni ni lipi? So I'm asking you. You have a long way to go. Kama mmekaa kwa kanisa miaka hii yote na hujajua jina lako la mbinguni, vile wanakuita mbinguni, mko na safari. Mko na kibarua. Ndio sasa vitu gani vinakuja mnakataa. Sasa wanasema si wewe ni fulani. Unakataa. Bwana sifiwe. Sasa mtabarikiwa siku gani? Wewe umeitisha na wana watakuletea na shetani asijue ni wewe. Wanakuja na jina lingine ambalo wanaelewa inafaa ulielewe. Wanakuletea. Shetani anangoja jina lako la kawaida, vitu vyako imekuja, unapokea nayo naenda. Shetani anangoja jina lako, hakuna nafasi, umeshapokea vitu vyako. Ama nyinyi hamna majina mengine? Nikija kazini, nikitumia jina unatumia hapa, nitakupata? Na watu wa kazi wakija hapa kutumia jina wanakuita kwa kazi, watakupata? Bwana sifiwe. So unafikiria mbinguni majina yako na hapa ndio yako huko? Ushukuru ya kwamba jina lako limeandikwa mbinguni. We have our names in heaven. Na names hizo zinafuatana na vile talanta uko nayo. Talanta uko nayo linakupa jina la mbinguni. Kama ni mwimbaji, kuna jina linatokana na uimbaji. Kama ni mhubiri, kuna jina linatokana na uhubiri kwako. Linatokana na mbinguni. Unawekwa katika kitabu cha wahubiri na una jina lako lile linajulikana mbinguni. Wewe talanta yako ni ipi? Wewe ni mcheza ngoma? Yes. Unacheza kinubi? Yes. Kuna jina huwezi kupewa free kama wewe unalala tu hapa kanisani. It's not for people who live in the church. For people who are active in the church. Because wanajuana. Wanajuana, Waswahili wanajuana kwa kelele. Sasa uko hapa na ujuani mbinguni. Bwana sifiwe. Wewe wa mbinguni sio? Na ujui wale unaenda nao mbinguni. Wewe wa mbinguni una jina la mbinguni. Basi ngojeni. Hilo ni jina lako mwenyewe. Na uuliza wakati Saulo alikuwa anaenda Dameski, anataka kwenda kumaliza Wakristo. Alipofika pale akaitwa jina. Lilibadilishwa ama likubadilishwa? Akaitwa nani sasa? Badala ya wewe unaitwaje? Kama ulikutana na Yesu, alikupa jina gani? Ujui. So vitu vinakuja kwa jina lako unawachilia na vinaenda kwa wengine. Sawa. Sinitoke hapo. Kama nimewachosha. Sawa. Mwingine anasema sasa kunihubiri kwetu. Nahubiri. Kama unangojea haleluya ngoja. Ninahubiri na ninaenda. Bwana sifiwe. Kwa hiyo it is important uelewe your connection na heavens. Na heaven na Mungu na jina lako. Hata when Satan failed kuambatana na sheria za mbinguni
alishushwa na akapewa jina lingine. Lile jina lake la kimalaika akapoteza. So kama uko kwa ulimwengu huu, ukiingia katika ulimwengu wa kiroho unapewa jina, na ukiamuka pia jina litabadilika. So if you are active in the ministry, if you are active in the work of God, if you are active there, you must be given a name. Today enda uombe Mungu akusaidie ujue jina lako. Ndio sasa baraka zako zikija usiseme nimeomba miaka hiyo yote. Mungu kama anakupenda huwezi kuomba siku nyingi na ukose. Bwana asifiwe. Amen. Hata Jesus says ukiomba. Let's go back to the other verses. Hizo mnana ametusomea Matthew chapter 12 21 12. I don't know. 21 sio? Nani amepata? Basi Mathayo 21 mstari wa 22, neno lasema, yeyote mtakayoomba mkisali na mkiamini mtapokea. Yeyote mtakayoomba, sio? Mkisali na mkiamini muta. It doesn't take long, my friends. Ukiamini, ukiomba na uamini, ukiomba na uamini unapokea. Ukiomba na uamini unapokea. Simple as that. Ukiomba na ukiamini unapokea. Na kuna sehemu amesema ya kwamba hata unaweza kusema hii toka hapa na iende, na itafanya nini? Itaenda. Ndio wengine ambao mjawahi kwenda kwa mlima, tukaenda pale maji katoka, mkaanza kusema tulimwaga ati vitu hapo. No, God is not a respecter of people, my friends. I respect mtu. Anaweza kuwa umefanya dhambi saa hiyo, unapokuwa clean, he uses you. Ndio wengine bado mnafikiria watu wengine maneno walifanya jana, mnafikiria wako huko, wengine wanahepa bwana, waliruka. If you judge somebody na maneno ya jana, wewe umepotea. Ni kama mnaishi jana, sio? Niliuliza watu kwa Batanga juzi, si mnaishi jana? Jana mwezi kuishi? Nauliza nyinyi, si mnaishi jana? Oh. Mnaishi jana? Mnaweza kuishi jana? Mtu anafuata mambo ya jana atapata? Anapata hewa, sio? So kuna wengine mnafikiri maneno ya jana. Oh. So mnaamua kulala. Ndio mjifanye ati yalipita kidogo, nilikuwa nimeenda kuona Yesu. Enda tu waone, lakini ndio amenituma niko hapa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mnaishi jana, sio? Na mlikuwa jana? Na tunaweza kurudi jana? Tunaweza kufuata jana? Na tukifuata jana tutafika. Tukifuata jana tutafika na tutapata. Jana imeisha, my friends. Wewe bado uko maneno ya jana. Jana yawe yalikuwa mazuri, yalikuwa mabaya, yalikuwa mazito, yalikuwa mepesi, yameform the basis of your experience for today. There's nothing itakusaidia except experience. And experience does not help you if you don't master what you went through. Experience only helps those people who may master what they went through. Now, how you did something yesterday, see formula today, but it can help you. Formula ya jana inaweza kusaidia formula today, na sio kwamba itakupa the same results, but ikupe. All of us ambao tuko hapa na wazee na wazazi wenu na watoto wenu, hatujui kesho imebeba nini, hatujui the next one hour imebeba nini, we don't know. So all of us, we are new, and that's why we survive with hope.
hoping that tutafika kesho, but we are not sure. But we are sure now. Today, here in the church, we are sure we are listening to the word of God. But yesterday, we cannot follow yesterday. Anybody, kama wewe bado unafuata maneno yaliyopita, wewe umepotea na hakuna mahali umeenda. Na hakuna kitu utapata. Unazungumza maneno ya jana. Vile walikufanyia. Vile ndugu yako walikufanyia. Bado na uchungu wa jana. Anaenda mbele. My friend, kwa sababu utakaa hapa Nairobi bila job. Hakuna kitu utafanya. Utatoka hapa bila hata hujafanya chochote kwa sababu wewe bado una uchungu wa jana. Nani anaweza kufaulu na uchungu wa jana? No one. But you can use uchungu wa jana kuambia sitaki nenda nirudie tena na uhepe. That's how you can survive. Use yesterday's experience. Useme leo siwezi lala njaa kama jana. Bwana sifiwe. So it's important. Now, maybe if you want to understand Jesus, chapter 21 here, we can go back kwa mstari mwingine hapo. Naanza kusomea. Hamuna ingine. So mtaki. Mathayo 21 mstari wa 21. Neno nasema hivi. Yesu akawajibu, amin, nawaambia, kama mkiwa na imani wala msiwe na shaka, si kwamba mtaweza kufanya tu yale yaliyofanyika kwa huu mtini, bali hata mkiuambia huu mlima, ng'oka ukatupwe baharini, litafanyika. Verse 22. Yeyote mtakayo yaomba mkisali na mkiamini mtayapokea. Yeyote mtakayoomba mkisali mkiamini mtapokea. So mbona sehemu ya kupokea mpokee? Mbona ikifika sehemu ya kupokea mpokee? Kwa sababu jumbe jina yenu ya mbinguni. Wanapoleta vipawa vyenu na zawadi zenu hampokei kwa sababu hamjui. Kuna majina yenu ya mbinguni ya kifahari ambayo mali yake kama ingekuwa hivyo tungekuwa tunapata vitu. Shetani angekuwa ametunyima. Lakini hata shetani atunyime namna gani? Kuna masignals zetu ambazo Mungu ametupa utapata. Nyinyi huko mnafanya ujanja wakati kuna vya koti kina ko. Tulikuwa na style fulani ya kupiga. Anajua mahali huyo ni fulani. Na kuna kwa kona akisikia hiyo inatokea kwa kona fulani anajua huyo ni Odera. Kwani wewe una style yako? Wewe unasema nini? So, you don't have your language na watu mbinguni. Mtapoteza. Kwa sababu watu wengine ungesema bwana si mimi uniuzie. Tulikuwa tumeleta hii, siwezi kurudi nao. Mwingine anachukua kwa bei rahisi. Wewe uliomba ukapoteza. So my friends, I want to teach you kwamba kuwa na language yako, elewa lugha yako, uelewa jina lako la mbinguni ndio usipoteze vitu vyako. Na ukielewa jina la mbinguni na mwenzako akijua jina lako, unajua kuna wengi anachukua vitu anasema ninamjua huyo. Huyo hayuko hapa lakini ukinipa nitamweka. Mimi ni best friend yake. Hata wengine mko hapa mmekula vitu vingine mkijiita best friends. Kama hujawahi kuchukua kitu ya mali ya rafiki yako na ukaficha, yeye hujawahi kuwa na rafiki. Nyote ni maskini. Lakini ungekuwa na mtu ambaye ana vitu na umemletea na umetamani, sio unasema huyu namjua kabisa.
Unaweza kubali kitu kizuri kiende na wewe wameleta na huyu mtu hayuko, ukubali kirudi? Kwa nini ni mchinga kiasi gani? Kitu kitoke mbinguni kimekuja kwako hauko. Na mimi niko hapa najua. Na sinawaambia malaika nipe tu nimwekee. Atakataa. Bwana sifiwe. Kwa hiyo kuna watu wengine ndio nikataza nyinyi, mtu mnatoa sadaka, mwingine anakuja na noti ya 100, anabeba mapeni yote, anasema hizi wache hiyo noti. Nakwambia bwana, kama uko unataka kutoa sadaka, wewe rudi na pesa zako. Watu wameibia kanisa na wengine baraka zao. Wengine wanatoa mapeni, yeye analeta noti, anatoa peni zote, anawacha kwa meza noti moja yake. Nazieni wamebeba. Ndio mimi nimekataa, hapana fanya change kwa kanisa. Saa nyingine unaweza kuwa na pesa ambazo ziko na mapepo. Mtu aliua mtu na kaleta aombewe na askofu. Na unakuja kuchukua hiyo change. Don't change. Na nyinyi wahubiri msikubali mtu awache noti yake na chukue za wengine. Kama hataki kutoa aende nazo. Awache hata mapeni ibaki. Bwana sifiwe. Kuna ujanja mwingi hapa kanisani ambao watu wananyang'anya wengine baraka zao. Wewe unakopesha mwingine kanzu. Unajua anaweza kwenda hiyo kanzu imletee baraka na wewe upoteze. Oh, hamjui. Kwani kanzu ilikuwa unanulia wale wengine? Ilikuwa yako ama ilikuwa marafiki zako? Na mbona nakuomba kanzu na wewe unapeana tu kirahisi? Afadhali muongezee 500 ashona yake. Kwa sababu hiyo kanzu harufu yake inajulikana mbinguni. If you don't know, ask Esau na Yakobo, na ask mama ya Esau, Rebecca, how she knew ya kwamba harufu yako matters kwa baraka. How she played it, ya kwamba inasima Yakobo anukie harufu ya Esau. My friends, hata harufu yako na vile unanukia, hiyo peke yake, unapoingia kwa madhabahu au unapotembea mbinguni, wanajua huyu ndio huyo. Kila mtu ako na marashi yake. So unapeana kanzu yako. Sawa. Hiyo kanzu iko na marashi. Huyu anayevaa, akivaa na anaitwa Josephine, wanajua Josephine ndiye anatembea huyo. Atachukua baraka zako kupitia kanzu yako. My friends, don't be stupid. Hii kanzu si ya ujinga uliposema kila mtu ashone kanzu yake. Hata sijasema kitu muhimu, sio? Mmesikia kitu? Umejifunza kitu? Good. Ya kwamba kila mtu sasa mmenizimia. Nitaendelea. Wale wamekaa nyuma mtaenda hasara. Basi, wacha nizungumze vile sauti yangu inafika. Kila mtu ambaye yuko hapa, unapopita mahali kwa ufalme, inajulikana ni wewe. Na mavazi unayovaa, kanzu unayovaa ile, inaleta harufu yako, ujulikane, au kama inajulikana ni wewe. Ndio unaona ndugu wa Daudi walidharau Daudi, hawakuwa wanataka kuwa karibu na yeye kwa sababu yeye nguo zake zilikuwa zinanukia makojoo ya wanyama. Sasa yeye hawezi kuwa mfalme. According to them, anaweza kubarikiwa namna gani mtu ambaye anakojolewa na ng'ombe na kondoo? Ufalme wanataka harufu nzuri, lakini Mungu akakataa, anataka tu ile harufu. Daudi alipokuja wakasema, hata Samuel mwenyewe ndio aliuliza, mzee, yaani hawa ndio watoto wako wote? Akamwambia hapana, kuna mmoja anachunga. Kuna mmoja anafanya nini? Anachunga. Ndio akaambia siaje, ndio akaambiwa njoo, ndio akaitwa. Hata ndugu zake walikuwa wanamuita wakisema haiwezekani. Kuja hata Samuel mwenyewe alishangaa, ni huyu? Hata karibu akatae kuweka mafuta. Alipoweka, haya, sikatokea. Kila mtu ako na harufu ambayo inajulikana mbinguni.
Kama nafikiri ni uongo, mbona mama ya Yakobo alimwambia Yakobo, vaa nguo ufanane kama wewe ni Esau? Wewe unasema it's important. Good. Nimechoka sasa. Niendelee kidogo. Unajua sijaanza, hii ni introduction. Lakini hakuna shida, tuko na miezi mingine. Nimewaambia muorganize class apart from siku ya kuja kwa fungu la 10 nije tufundishane, nimekataa. Asante, usaidia namna gani? Sasa I said life is a journey. It's not a destination. Maisha ni safari, si mwisho. So ukifika mahali unasikia kasauti kanakuambia nimeisha, ujue si kasauti ka Mungu. Kuna mahali unafika kifedha, kiugonjwa, kirafiki, unahisi moyo wako umechoka. Unasema this is the end. I'm telling you, you are listening to the wrong voice. It's not yet over. That is now, wakati nasikia it is the end, push on. Wakati huo ndio sasa mambo yako yanateremka na hawataki hawataki ujue mambo yako yamekuja. Tunaona hata mtu yeyote ambaye anakufa atawatuma, waende niletee uji, waende niletee kitu fulani, kwa sababu hataki muone vile anachukua nafasi yake mbinguni. Labda akuambia ende na ukatae. Lakini yule anayekufa hata kubali uone vile nakufa, atakutuma na safari ya mbali sana ndio uende apate nafasi ya kwenda. Itiambe sasa. Na sisi ambao tunajua unamwambia ninaenda. Sababu na nyamaza. Uone wote hapo. Na nimeshawafundisha, kama unataka kusengenya mgonjwa usimsengenye mita 1-2 karibu, masikio yake ndio the last kukufa. Atasikia, hata mkienda kwa mlango pale msengenye mtu, ati ameisha anasikia. Na atakuwekea kikwazo. Usiwe wewe ndio mtu anawekea kikwazo kifa. Kwa sababu anaanza kubadilishwa. The Lord and the angels are working on a new body. Wakati unazaliwa unapewa this body, but Mungu anapuliza ndani roho yake ndio uwe. Na kuna malaika ambaye ako in charge. Akichelewa kuleta spirit yako unakufa. Unasikia mtoto amezaliwa kama amekufa. Ametoka kwa tumbo ya mama yake kama amefanya nini? Kwa sababu ametoka kwa tumbo yake kama yeye ni body. Hajawekewa ndani. Nafaa by the time mama miguu inatokanga nje kwanza au ni kichwa? Kichwa. Na wakati gani mnasema amezaliwa? Wakati kichwa inatoka au wakati miguu inatoka? Na miguu kutoka inachukua masaa ngapi kichwa kitangulia? Haraka sana. Atumzaliwa saa 6 ni uongo. Bwana sivyo. Kwa sababu kichwa ndio wakati miguu inakuja kutoka. Bwana saa 6. Sasa hata nyinyi nyote mko na wrong information. Hata mjui mlizaliwa siku gani. Saa ngapi? Sasa nataka kuzaliwa na wakati kichwa ilitoka kwanza au wakati mguu ilitoka mwisho? Bwana sivyo. Na ulizi maswali. Ni ya kawaida Wakati wewe anasema wakati kichwa imetoka na miguu haijatoka, amezaliwa kweli? Bwana sifiwe. Amen. Kuna watu wengine wanalala hapo nyuma. Mnanisikiza kweli? So, haya ndio mafundisho. But now, unachangaa, how are they related to what I'm saying? Yesu ametuambia pale ya kwamba, na tukienda nyuma, what is the story about maombi? Go back. Nani alikuwa anasoma huyo?
Go back to verse 18. Then up to verse 20. Soma. Basi Mathayo 21 mstari wa 18. Asubuhi na mapema Yesu alipokuwa akirudi mjini, alikuwa na njaa. 19. Akauona mtini kando ya barabara, naye akaukaribia, lakini hakupata tunda lolote ila majani. Ndipo akauambia, wewe usizae matunda tena kamwe. Papo hapo ule mtini ukanyauka. Now read up to the last verse ulianza nao. Yesu akawajibu, wanafunzi wake walipoona jambo hili wakashangaa, wakamuuliza, imekuwaje mtini huu kunyauka ghafla? Yesu akawajibu, amin nawaambia, kama mkiwa na imani wala msiwe na shaka, si kwamba mtaweza kufanya tu yale yaliyofanyika kwa huu mtini, bali hata mkiuambia huu mlima, ng'oka ukatupwe baharini, litafanyika. Yeyote mtakayeomba mkisali na mkiamini, mtapokea. Amen. Yeyote mtakayeomba mkisali mkiamini, mtapokea. Yeyote mtakayeomba, semeni hivyo. Yeyote mtakayeomba mkisali mkiamini, mtapokea. Yeni makofi. So sasa stage ambayo mnapotelea ni ya kupokea. Ya kupokea. Wakati mnaletewa hampokei, na vitu vyenu vinarudishwa au wengine wanachukua. So nyinyi Waisraeli mjifunze kupokea baada ya kuomba, baada ya kusali, baada ya kufanya nini tena? Ya kuamini, mpokee. Semeni kuanzia leo tutapokea. Bwana asifiwe. Kuanzia leo mpokee, kwa sababu tunawaombea, mnaletewa na mnakataa kuchukua. Tunapata maripoti vile vitu vimerudishwa stock, kwa sababu hamjui ni nani analeta, hamjui jinsi ya kupokea. Amen. Sasa tumeona the basis ya mambo. Nimewaambia maisha ni safari, sio mwisho. Maisha ni safari, sio mwisho. Now, maisha haya yafaa tuyatembee namna gani? Kwa sababu ni safari. Maisha na ni safari ambayo unaenda, hata kama hujui unapoenda, unaamini dereva na makanga watakufikisha. Umepiga simu ngojewe, unaamini yule mpigia simu anakungoja kwa stage. Na unaamini ya kwamba walikuambia ushuke Tusker, na jina la Tusker limebadilishwa ni Mobile. Ukifika pale utatumia Mobile ama Tusker. Na sio utapata mtu alikuwa anajua hapo inaitwa Tusker, hata kama imeandikwa Mobile. Sasa unashindwa, mbona inaitwa Mobile ndio uliambiwa Tusker? Kwa sababu Tusker ndio jina la kitambo. Bwana asifiwe. Na wanaojua siri hiyo ni wale wa kwanza, si wale wa leo. Wanaojua pale kubidi ni kuanga Tusker ni wale wa kwanza. So inafaa ujue majina yote. Ujue Kobili ya sasa na ujue Tusker ya kitambo. My God, mnanisikiza kweli? So unajua jina lako la kiroho. Bwana asifiwe. Tunaenda vizuri au vibaya? Sasa hapo ndipo tuko sasa. No, when you are traveling, ukiwa na wasiwasi, hata watu wa basi watakuibia vitu vyako. So una behave as if wewe ni mwenyeji kwa basi. Nyote mmeingia, wewe unataka kujifanya ati wewe ni mgeni kwa basi. Vitu vyako vitaenda. Unajifanya kama pia unajulikana pale. Lakini sasa wewe kwa safari una behave as if unauliza abiria mwenzako, my friend, ndio watu vitu vyenu vinashukishwa kwa stage. Na wewe bado anakuambia don't worry, you are my friend, nitakuangalia vitu vyako. Sasa wewe unabaki kwa gari, yeye anaangalia, anakuangalia vitu vyako, kumbe anashukisha. Tumefanya bulanda kama hiyo. Unaamini mtu
Amukutoka naye mahali, amekusweet talk mpaka umeona ni rafiki yako ya 20 years. My friend, when there was a too sweet, take care. When you hear too sweet words, just be careful. Amen. So it's important. This is identity. When you are traveling, you need to be confident. Na kuna mtu mmoja aliyekuonyesha yule utakuja. Huyo ndio unafaa urifai kwake. One person. Yule aliyekuambia kuja Nairobi. Si yule ambaye umekutana naye Kisumu ati najua hapo nitakupeleka. Naona hata kusema usijali. Nimekutana na rafiki yangu hapa kwa gari, anajua hapo. My friend. Hapo naambia yule aliyekuambia kuja, usikuje, nimepata rafiki kwa barabara. Wewe ni mjinga. Sasa mbona aliyekualika hutaki kumpigia simu? Amekualika Nairobi. Umeingia kwa basi, umezima simu. Yeye anakupigia hupatikani. Ati wewe uko na rafiki yako, hata kama yule hata kuchukua, huyu anajua mahali unae. Are you sure? Sasa wakati unakuja kufungua simu, yule amejua haukuji. Amepiga simu yake mpaka moto imefanya nini? Sasa yeye anaenda kucharge. Ndio wewe unafika Nairobi. Yule jamaa ameenda na vitu vyako. Sasa ndio nakumbuka yule aliyekuita Nairobi. Umwambie nimekupigia na wewe ndio ulikuwa umesema simu. Makosa ni ya nani? Kuna watu wako hapa wanajua kitu tunasema. Mnajua ama mjui? Simekutoa hapa. Lakini acha tuendelee, hiyo is not topic. The topic ni kwamba you must be in constant communication na yule aliyekualika. Lazima uwe ni constant communication na hiyo namba ya huyo aliyekualika. Hata usijaribu kuomba mtu mwingine simu ati unataka kumpigia. Na kama ukiomba na ukipiga, delete that number. Oh, you know what I'm saying? I'm saying you upgrade yourself and delete whatever that you are posting. How many you don't upgrade your phones? Can you upgrade at the same time? Unatumia the old programs, some of the old what? Apparatus. Watu wa phone wanajua ku-update, isn't it? Uki-update unarudisha ile ya zamani. Na wewe unataka ku-update kwa mtu mpya lakini bado uko na zamani, sio? Oh. Do not update. Old is good. Nyinyi mnataka watu wa roho kweli? Leo kama mtaka watu wa roho, ni lazima mu-update maisha yenu. Mukae na roho. Na yule ambaye si wa roho, muache nyuma. Update your life. When you update your life, you delete the old program. Mama mme, si mnasikia delete? Hiyo mnajua. You delete and upgrade. When you upgrade, you delete. You delete the all programs zile za kitambo, you delete them. You cannot upgrade without deleting the previous program. If you are upgrading to a new program, to a new software, you must do away with the old software. And you cannot use the two. You cannot use the old one and the new software on the same machine at the same time. My friends, it's not going to work. So, if you prefer the old one, use the old one. If you prefer to upgrade, you delete the old one. So, Kajos, unalala ama unanisikiza? Unanisikiza wewe?
Ukitaka kusikia vizuri unafunga macho, sio? Basi endelea kufunga. Bwana asifiwe. Misikia kinasema kweli. If you want to protect your spiritual life, you must delete the old life. Now, when you are updating, you are sure the new program will work, isn't it? So una update ukiwa na worries, ama una update ukiwa confident. And then you refer to the notes vile yule aliye mwenye program ile anasema. You don't mix. So if you want Mungu wa Israeli atusaidie, msichanganye Mungu wa Israeli na Mungu mwingine. Hamtafaulu. Because you are following two masters. Tulisikia mama akisema kuna vitu vingi hata hamjui. Watu wa makanisa mengine wanakuja Nineve asubuhi na nalala, wanaombewa na wanaenda. Nyiwe Israeli wenyewe ndio mnazunguka, mnaenda kwa wengine huko. Na Mungu amewaletea Nineve, mnaona maji yakitoka, mko na maji, mlima inatoa mwamba inatoa maji, mmeona, lakini hamwamini. Hapa mtoi sadaka kama watu wengine, ni kwa sababu Mungu mwenyewe anajua vile anawasaidia. Lakini ukishabarikiwa hapa, sasa vitu yenu, magari mnapelekea watu wengine, mali yenu mnapelekea watu wengine, na baada 3-4 years hiyo vitu vinapotea, kwa sababu they cannot sustain what you got here. Kwa sababu for that one to be upgraded, you need Software African Synagogue Church. Mmesikia kweli? Kwa hiyo mali yako kuwa updated to another new level, lazima utumie software ya African Eastern Synagogue Church. Once you now unataka software nyingine, haitaingiana, utapoteza. Whether you like it or not, hiyo mali ulipewa ukiwa kwa Israeli na uende mahali pengine uanze sasa kuchezea Israeli na masomo yako, hata utakaa kama mtu ukusoma, kwa sababu uta upgrade software ya Israeli na software nyingine. Bwana sifiwe. Simujiulize tu wale walikuwa wanasema watafanya vile walivyo sasa. They are doing very bad, lakini wana smile as if everything is good. Lakini ukikaa nao atakwambia, my friends, mahali tuko huko tunaumia. Ni vile tu tunaonyesha tu kurudi ndio ngumu. Tutacheka. Naambia hakuna mtu atakocheka. Hata vile sema uangalie mahali ulitoka kaanguka, urudi pale ufanye. Uendelee safari. Na atakucheka, hakuna mtu atakocheka. Wamama, ndoa kama ili kushinda ukaenda kwenu ukajaribu bwana wili, si unarudiana yule wa kwanza? Mmenyamaza. Bwana sifiwe. Unaona wa kwanza alikuwa afadhali kuliko wote, sio? Alafu ndio kufia huko. So calmness, one quality to move, to go ahead in this faith Israeli. Hata kama mambo ni magumu, be calm. Be calm na be sure ya kwamba you are in the right place. Usiwache mtu akutingisha akudanganye, this is not the right place. Be calm. Hii gari ya Israeli itakufikisha. Hata kama unaona wengine wanapita mbio, wacha waende. Wewe bora unajua mahali unaenda au utafika. Mwendo wa mzee Kobe ni afadhali kuliko kusimama still. Amen. Hata sasa unaendesha gari. My friends, can you maintain 100 kilometers per hour from Kisumu to Nairobi? No. You can. So una slow down. So slow down, ile gari ulipita ikupita ni makosa. Kitu muhimu ni wewe kujua unaenda wapi. Unaenda wapi? That is the greatest thing. Unaenda wapi? Once you know where you are going, hata gari ile ikitembea pole pole, una shaka kwa sababu unajua unaenda wapi. Waisraeli wengi hawajui wanaenda wapi. Wanashuka shuka. Wanashuka shuka saa zote.
wakishuka wanapata gari imeenda. Mwingine alipigia simu jana akasema nilikuwa toka Nairobi na nikaambia driver vizuri kabisa tukifika mahali fulani nataka kununua viazi. Na tukafika pale. Driver akasimama. Mimi nikatoka kununua viazi na angalia nyuma gari imeenda. Na sina transport nyingine. Nikamuuliza kweli uliambia driver? Nilimwambia. Bwana asifiwe. Kuna wakati nilikuwa natumia, sikuwa sina gari, na wakati nilikuwa natumia siku ile inaitwa roadways na mawingo. Nilitoka hapa Nairobi nina hara. Sasa nikaambia driver, my friend, nina hara, uache niende nje kwa kichaka nijisaidie. Akakataa. Nikahara tu hapo sasa. Sasa watu wakaanza kusikia harufu. Wakanitoroka kwa kiti yote. Sasa ni laumu ya kwamba mbona unahara hapo, singeniambia driver sasa kama silimwambia akakataa. Sasa ningefanyaje? Ujue na vitu vingine unawachilia vinafanya nini? Vinatoka. Wakikataa kusikiza, waachilia vitoke, wasikie harufu sawa. Mimi siko na mambo. Siniambia driver nisimamishie akakataa. Sasa ningefanyaje? Bwana asifiwe. Wajione wenye ndio wajue ulikuwa mgonjwa. My friends, sitaki kuwachochesha, lakini what I want you to be, the main important thing today ni kwamba when you pray and believe, be prepared to receive. And in this journey, if you want kumaliza safari zako vizuri ama Israeli kupeleka mahali parefu, be calm. Tulia. Kwa sababu Israeli iko na professional drivers, wanajua mahali wanaenda, wametest hili gari la Israeli na liko 100% good motion. So sio kwa Israeli na roho mbili ni jaribu, hapana. Hapa si mahali pa kujaribu. Israeli imekuwa tested from above, na it is God's choice. Bwana sifiwe. Sijuzi mlinipeleka Kotiaka. Mkasema nikufie huko. Mchukue uongozi. Mlichukua? Siliwacheni Nineve, mmechukua Nineve? Sasa Nineve iko wapi? Ile mnataka. Juzi mlienda kwa registrar. Mkifanya plani vile naweza kushikwa, aliwaambiaje? Bwana asifiwe. Tumekuwa kwa registrar. Tulikuwa na plan kama wana wa Israeli. Baba askofu akwe ndani na tuchukue uongozi. Registrar alituambia ya kwamba Israeli ama kanisa na serikali ni vitu viwili tofauti. Hata mfunge yeye ndio baada atakuwa kiongozi wa hilo kanisa. Unajua, nitakuwa kwa jela, mtakuja kwa mawaidha. Kuniuliza tufanye kazi Nairobi namna gani? Bwana sifiwe. Kwa sababu Mungu hajasema, nyinyi ndio mnasema. Si Mungu. Ndio sasa watu wakisema neno kwako si Mungu, si babaike na hao, wache waseme. Bwana sifiwe. Wache waseme yeye haufai, lakini Mungu anaona unafanya nini? Unafaa. And you succeed, utafika mahali unataka kufika, kwa sababu Mungu huyu wa Israeli atakufikisha. Shida wa Israeli hamjui kupokea. Hamjui kupokea. If you can work, kwa na vitu mnataka. Kwa sababu mkiomba mtapewa. Lakini mnapopewa hampokei. Hiyo ni shida yenu. Ni kama wakati niwaambia miezi 2-3 iliyopita, kuna wengine bado wanaomba wabarikiwe na mmeshabarikiwa. Sasa unakaa kama mtu ambaye unaomba pia ubarikiwe. Mtu ambaye anaomba abarikiwe na mbarikiwa wako tofauti. Wanapokuja kwa madhabahu, mbarikiwa anatoa kama mbarikiwa, na yule ambaye anataka kubarikiwa anatoa kama yule anataka kubarikiwa. Nyinyi hamuko kwa the same level. Mbarikiwa lazima awe juu kuliko anayetaka baraka. Sasa unataka kupata baraka mara ngapi?
Saa hii inafaa uwe umeingia kwa ligi ya waliobarikiwa. Amen. Ya ligi ya waliobarikiwa. Sasa ni kung'ang'ana na next step, next level. Hapana, unataka baraka, umeshabarikiwa. Now you put on the objectives and the goals. I want to move to the next level. What you are fighting for is moving to the next level. Bwana asifiwe. Semeni, moving to the next level. 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 That should be your language now. Na ndipo nimewaambia the best thing to do is to come. Now, pamoja na hata kuambia kwamba karibu nimalizie. Usingoje atuone matokeo ya uzuri wako. Usingoje. Kwa sababu ukifanya mazuri yenyewe yatafanya watu wengine wabarikiwe. Wale ambao waliletea viti hapa hatuwajui, lakini mlikuwa na maji ya kwamba Waisraeli wakija wakae mahali pazuri. Tuwapigie makofi. Lakini haikai kama ni kazi muhimu. Ati watu watuletee tu viti hapa. Imagine tungekuja hapa na hakuna viti. Mngelalamika? Mngelalamika? Na sasa mlipata viti. Na mmesema shukrani kwa wale walileta kweli. Si mmewadharau tu hivyo. Bwana sifiwe. Do you know wale wameleta viti watabarikiwa kwa sababu nyinyi mmekaa starehe kusikiza neno. Lakini si lazima tuwajue. Lakini kwa sababu sisi tumekaa tumetulia, unajua baraka hizo ni zao, si zako. Waliofanya tukakaa hapa tumetulia, hizo ni baraka zao. Za ulimwengu wa kiroho wamepokea. Kwa sababu wamefanya watu wa Mungu kutulia. Wamefanya watu wa Mungu kusikiza neno la Mungu. Si lazima ukifanya vitu vya vizuri atijulikane ni wewe. Fanya na wewe songa. Bwana sifiwe. Amen. Na usiulize watu walisema nini. Huko wafanyia, wewe ulifanyia Mungu wako. Amen. Kwa hiyo watu ambao mnaletea viti hapa tunasema Mungu awabariki. Amen. Na muendelee kwa tu kufanya hivyo. Hatutaki kuwajua, lakini Mungu anajua. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Wakati unaletea chakula kwa meza, unaweza kujua ni watu wangapi walileta sukari, majani, walipika, wakaosha sahani, wakaosha unaweza kujua. Lakini ukishakunywa chai, si unashukuru? Bwana asifiwe. Amen. Unashukuru. Na unaposhukuru, wale katika maombi hawapati baraka? Wanapata. Si wanabarikiwa? Hata sisi tunabarikiwa. Ukisaidia mtu, si lazima ufuatilie ujue. Wanapo mahali naenda, umesaidia watoto fulani, wamesema asante, mama yao amesema asante, baba yao amesema asante. Wanaposema asante, zile baraka ni zako. Amen. Ni zako. Hakuna shortcut, ni zako. Amen. Kwa hivyo nataka Waisraeli mkifanya maneno mazuri, waachia Mungu. Kwa sababu mtu mahali fulani amehisi baraka na ameshukuru. Ukipata kanisa liko chafu, wewe safisha. Ukipata mtoto fulani yako na njaa, mpe chakula. Si lazima yeye chakula kubwa, hata a pound, hata mandazi ya 5 shillings inaweza kusaidia mtu ambaye alikuwa anataka kufa. Hata njugu. So usiwache kutoa kwa sababu ati ni kidogo, kwako ni kidogo, lakini kwa yule mtu ni kitu kikubwa. Hata kama ni kuomba dakika moja ni muhimu sana. Ombea mwenzako. Tafutie mema. Kwa sababu unachopanda ndicho utavuna. Ukiwa na imani, imani itakuelekeza to move next step. Na kama ukikosa imani, kazi yako ni kutafuta wengine na kuambia hakuna yule utabarikiwa. Mtu anayebarikiwa ni yule anayejua yuko wapi na anaenda wapi. Kwa hivyo mbariki wengine na muachie matunda na baraka kutoka kwa Mungu siwakujie. Na zikija kwa sababu mmefanya wengine mmefanya mamzuri mengi, wanapoleta malaika wanapoleta zawadi zenu na baraka zenu, mjue kuzipokea.
Ujumbe wa leo ni kupokea baraka zetu. Ni ujumbe wa leo. Ukiomba, ukiamini, ukubali kupokea. Ukiomba na ukiamini, ukubali kufanya nini? Kupokea. Kwa sababu utapewa. Watauliza fulani aliyeuliza kitu fulani yako wapi, utaletewa. Sasa unapoita jina lako, na hata kama ni jina la utani, uitikie uchukue mali yako. Amen. Amen. Tutaendelea next time kwa sababu naona wakati umekuwa mbaya, where I will teach about giving time to your work. How much time you give to your work. Na pia how you will have to achieve what God gives you. And the importance of being patient. Importance of being patient. Unaposoma, usome kwa makini, be patient, results will come. Kazi mnafanya saa hii, hamtapata matokeo kesho, ni matokeo yatatokea baadaye, lakini mjejenga. So be patient, because winners never quit and quitters never win. My friends, learn to be patient. Vile mmekuwa patient hapa, so wale ambao wameenda wamepoteza. Lakini kama wameenda kwa sababu wanaenda kwa kazi, wako sawa. Lakini huna mahali unaenda na kuna jambo nzuri linatokea. Najua wale ambao mmebarikiwa siku ya leo kujua kwamba kumbe mnabarikiwa lakini hampokei. Mnaitwa majina, hampokei. Kanzu yako iko na harufu yako. Unapomta mtu mwingine ambaye kanzu yako, you confuse the angels. Tujue leo sasa hapa nasikia umetingisa kichwa, nimejua. Kwa sababu nakuja karibu kujua kama unasikiza ama unalala. Lakini leo uko alert. Bwana sifiwe. Sasa kanzu yako mnatembelea watu wawili watatu. Harufu ya kanzu hiyo ni ya nani? Ama you are not confused. Mnaona tu hizi kanzu zenu ni useless, sio? Kuna umuhimu, my friends. Kuna umuhimu wa kanzu zako hizi, kuna umuhimu wa nguo zako hizo, kuna umuhimu wa viatu vyako hiyo, kuna umuhimu wa injili yako hiyo, kuna umuhimu ya talanta zako hiyo. Talanta yako hiyo important. Kuna umuhimu your walk, the way you speak, the way you talk, the way you do whatever you are doing. That's a special talent. Mimi watu huwa na haka hata my Facebook. Leo nimepata 13 calls, 13 phones attached to my phone. Nimetoa mimi nafanya IT lakini sikutaka. Na ninajua hawa watu tu, mwingine wako na AD, mwingine wako na Ericsson, wanaangalia messages zangu vile naandikia watu. So niwapa time kuangalia, but today nikaendelea kasa. Uzuri kama wangenipanda makosa swali walikuwa wameshasema. We 13 people. So nimeshaakisema. Kama unangoja makosa mengine. Hamjapata. So nimedecide I'm blocking you out. Hata kama uko na simu yako unajiingiza ndani, mimi nakutoa. So umeona hivyo? Hujaona. Labda ukienda nyumbani utajua nimekutoa. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana, nilikuwa nataka upate kile ulikuwa unataka. Kuna members wa Israeli sasa, they are hackers. Anakuja karibu na wewe, anakuambia nipe simu, unampa simu 10 minutes, anatuma message, inamletea report, anapokea, anaingiza kwa yake, ana delete yako. Sasa kila kitu wewe unafanya yeye anaona. Anakusaliti. Mwache ujinga huo. Mtafungwa. Kama nikitaka kufunga wanajua hewa location zao. Lakini nikaona so walikuwa natafuta. Sasa hizo siku umeangalia zote, simko na evidence ya kutosha. Simtumie sasa. How allowed you go and use it. Bwana sifiwe. Mnasikia kweli? Simewaruhusu sasa fanya nini? Sasa nimefunga. Ninyo sana mko hapa. Hujawahi kuwa na boyfriend anaiba namba ya boyfriend yako? Ama nyinyi mko na malaika marafiki?
unampa, anakudanganya nipe simu yako nitumie, kumbe anatafuta kujua ni nani alikutumia pesa ama yule mzungumza last 2 minutes amechukua hiyo namba amefura. The next time anamwambia unajua, hey, atulisema fulani girlfriend yako. I want to meet you personally. I will tell you. Just give me fair nikuje, we meet. Si kitu kuambia kwa mdomo, kwa simu. Nataka nikutane na wewe na anapewa transport. Anaenda karibu kabisa. Hata nikisema hapa kuna mama hapa amenyang'anya marafiki zao mabwana, anasema uongo. Bwana sifiwe. Sasa nikisema kipawa chako huenda rafiki yako alichukua, nasema uongo. Haleluya. Kwa hivyo leo ninataka muelewe ya kwamba munaomba na Mungu anasikia. Munaomba kweli, maombi yenu kama Israeli inasikika. Na vipawa vyenu na zawadi zenu zinaletwa. Lakini mko so busy, hamtaki sasa kupokea. So what are you busy for? Mnangojanga tu mkutano ya askofu mnatoa vitu. Mna ujanja sana. Kila wakati nikija hamna betri. Nilikuwa namalizia na kusema kwamba from today find out your heavenly name. Sisi ndio watu mbinguni. Mbona una jina la mbinguni? Haya. Oh. Labda ulikuwa hujafundishwa. Wale wanaambianga haleluya na kuhubiri hawaje waambia this one is teaching. I'm teaching you. Ndio mtu alisema kwamba msifurahie ati mmeokoka, mfurahie majina yenu yameandikwa kitabu cha uzima wa milele. Yes, jina gani limeandikwa huko? That's what I'm trying to. You should start knowing your heavenly name, so that wakati baraka zako zinakuja na code na address yako, usikose kuchukua, usikose kupokea, usiwachie mwingine achukue, ni yako. Na uwezi kupokea kitu hujui ni chako. Bwana sifiwe. Lazima uelewe neno lako. So kuna jinsi nitakuja pia kuwafundisha how to remain patient as you wait. Kwa sababu saa zingine kitu si chako. Hata nimeona nikiitisha certificates the universities nafundisha. I teach doctors anyway. I teach doctors, I also teach other professors. Kwa sababu I'm a consultant. So when I teach my fellow doctors, nimeshashinda level of doctors kwa teach them. When I'm marking their work, we discuss. Nataka kujua amediscover kitu gani, so we know. Na udaktari ndio the easiest degree sana. Unajua kama mtu ameandika njia vile tunaingia kwa hii kanisa hapa, na amesema kuna njia hii tumepitia ushuhuda, you are correct. You need to know ya kwamba kuna njia ya Waisraeli wanapitana na ushuhuda. Ndio onyesho ni msoi, sio? Wewe kusema wewe ndio wa kwanza kupitia kwa hii njia. So nasema Waisraeli wanapitana hapa na ushuhuda. Sio correct. Msionekana watu wote wanajua ni njia ya Waisraeli. Na umesema uongo. Lakini kuna mtu aliandika kwanza, alipata degree yake kwa udaktari. Sababu aliambia dunia Waisraeli wanapitanga hii njia. Sasa wewe ukijua hiyo njia na uniambie ninajua hiyo njia, lakini apart from hii njia wa Israeli, pia mimi nimeshagundua kuna njia nyingine inaweza kupeleka kwa kanisa la ile letu. Na uniambie hii nyingine inatokea huko chini. Na go and verify na nione kweli ni njia ya miguu, si ya ushuhuda inaenda watu hapa. Bwana nisikunyime alama. Mnaelewa kinasema kweli? Hii ndio nasema research. So you become a doctor kwa sababu umenipa njia nyingine ya pili ambayo siko najua. Alafu nasema hii ni verified. Watu wengine wajue pia apart from njia wa Israeli kuna njia nyingine ya mkato inapitia hapa chini. Ni roho. Na unaweza kujua njia nyingine iko hapa chini kama huwezi kwenda kufanya research. Sasa nyinyi mnataka kupita mtihani kama mmekaa hapa chini, sio? Kwa mtaka research lakini mnataka kupita. Okay. Bwana sifiwe.
Ninazungumza methali zangu nimemaliza. Mnataka kuketi lakini mbarikiwe, sio? Mnataka kupiga ngoma na mbarikiwe. Hamtaki kufanya research ya kuja na mambo yenu mapya ndio mbarikiwe. Sasa wewe unataka kuambia Mungu maneno mimi nilisema. Nimeuliza anipe akala, pia wewe naomba akala, sio? Unaomba vile mimi naomba. Unanisikiza kweli? Mbona tu macho unaniangalia, sijui kama mnaangalia mimi ama mnaniona. What are you doing? Mnaangalia mimi au mnaona mimi? Uje kuangalia ni tofauti na kuona. Mtu anaweza kuangalia na aoni. So, kuna wale wananiangalia na kuna wale wananiona. Bwana asifiwe. Amen. Okay. Kama mlikuwa mnaniangalia mnaniona. Nimetembea hapa mara ngapi? Memory imeenda. Good. Nimetembea hapa mara ngapi nikija hapa mama? Mingi. So memory haishiki. Good. Lakini mliona nikitembea. Lakini kitu ambacho kimepita hamjui nilipita mara ngapi, sio? Hiyo ndio mmesahau nyote. Lakini mliona nikitembea. So mliniangalia au mliniona? Bwana asifiwe. Mliniona nikija huko ama mliniangalia? Nani anajua mara ngapi nimekuja hapa na kwenda pale? Mara nyingi. Hiyo mnajua. Lakini hakuna mtu anajua ni mara ngapi. So nyingi ni ngapi? Yaani nyote mko hapa mnaangalia tu. Hata yule mtu aliniona. Good. Kwa ningepeana mtihani, kwa hiyo nani anijua safari ngapi nimetembea kwenda kuna nguvu apate degree ya free? Nani atapata? Good. So I'm a teacher, my friend. Hata hiyo elimu kwa hapo mjue mimi nafundisha nyinyi. So mnajua kuangalia lakini hamjui kuona. Good. Mnajua kuangalia na hamjui kuona. Sawa. Kuna tofauti ya kuona na kuangalia. You can look and never see. What you look at is not necessarily as seeing anything. You look and you don't see. Because the whole church, ujue mimi nilikuwa na hesabu, sasa nilikuwa najua mtihani unakuja. Siwezi kundanganya. Najua mara ngapi nilitembea hapa. Nilikuwa nafanya hesabu. So that niwaulize. The whole church. The whole church. Bwana asifiwe. Sasa mimi tu yangu ni kuambia kwamba ukiona kitu na uombe na uamini utapewa. Amen. Na ukipewa wanaita jina. Wakiita jina uelewe jina lako la kiroho ni gani. Uitikie, upokee mali yako. Amen. Nikifika hapo, alafu tungojee Mungu atume wakati mwingine tuendelee na mafunzo, kwa sababu they are very important, ya kwamba uone, uombe, uamini, uletewe. Kuletewa ni kazi yako, sasa kufanya nini? Kupokea. Nikifika hapo ni vibaya. Mungu awabariki. Mmesikia mafunzo? Imeingia. Sasa tumefunzwa kujua majina yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na tumeambiwa majina inakuja kulingana na vipawa. Sijui uko na kipawa gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nimepata mafunzo mazuri na wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo ishia milele. Umekuwa mwaminifu, tumeshukuru jina lako takatifu. Maana umetufunza jinsi ya kuomba na kupokea. Bwana, ukatufunza
Mtakatifu, tusaidie kuintervene kwa majina yetu tuweze kujua. Na ndio Bwana, vipawa vyetu na zawadi zetu zikikuja tunaweza kupokea. Bwana, mapepo inatuweka usingizi, Yesu ondoa. Mapepo haitaki tujue spiritually vile sisi tuko, Yesu ondoa. Bwana Yesu, giza ya Saitani ndani yetu, Yesu ondoa. Asante sana Mtakatifu Israeli. Wacha mafunzo ikafanya kazi ndani ya yetu Jehova. Na kitu kikubwa Bwana, bahari mafunzo imetoka ujaza zingine. Ili kesho Bwana Yesu aweze kufunza wengi. Jina lako liweze kuinuliwa. Naomba kama binadamu, shuka uombe kama Mungu. Na ni kwa uwezo wa Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu nimeomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.